Kama ikatokea msanii Diamond Platnumz akafariki leo au akiaga dunia, basi hii ndio rekodi ya miaka 13 ambayo Diamond Platnumz atakuwa ameiacha, ambayo msanii yoyote wa Bongo Flava hajawahi kuifikia, na itakuwa ni unforgettable record. Ni kuanzia 2012 mpaka mwaka 2025. Rekodi kubwa kabisa ya ngoma ambazo alitoa ndani ya miaka hiyo na zikaendelea kuhit. Yaani kila mwaka ndani ya hiyo miaka alitoa ngoma moja ambayo ilivunja rekodi ya East Africa, lakini pia hakuna msanii yoyote ambaye ilifikia rekodi hiyo, especially kwa hapa Bongo Tanzania. So tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapate kufahamu na kusikia ngoma moja moja kuanzia mwaka 2012 iliyofanya poa, mwaka 2013 ngoma gani ilifanya poa, mpaka mwaka 2025. Alafu mwisho kabisa utakuja kuniachia maoni yako kwamba wewe unadhani ngoma ipi hasa ambayo ilideserve kwenye mwaka fulani, alafu mimi sija kuwekea. Mimi naitwa Gabby Official, naomba nikukumbushe kwamba hapa ndo mali sahihi ambapo rekodi kama hizi hapo utakuwa unazipata kwa kwenye channel yetu hapa. Kwa cha kufanya, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Sasa tuanze na mwaka 2012. Tukianza na mwaka huo 2012, Diamond Platnumz alituletea ngoma inayofahamika kwa jina la Kesho. Hii ni ngoma ilikuwa na hisia kali sana, ikieleza hofu ya kesho kwenye mahusiano. Nakumbuka kipindi hicho kila redio ilikuwa inaicheza ngoma hii. Lakini ukiachana na hivyo, kuna ngoma nyingine ambazo zilifanya vizuri mwaka huo. Ingawa Kesho ilikuwa kileleni, lakini hatuwezi kusahau ngoma kama vile Moyo Wangu na Nimpende Nani, ambazo pia zilikuwa ni za moto sana mwaka huo, lakini Kesho ilikuwa ni the top. Tukija mwaka 2013, Simba alitupiga na kitu kizito, Nitarejea. Ilikuwa ni story ya kijana anaenda mjini kutafuta maisha na kumwacha mpenzi wake kijijini. Hii ngoma iligusa sana maisha ya watu wengi sana. Lakini ukiachana na hiyo, kuna ngoma pia ambazo zilifanya vizuri mwaka huo, ambapo tunaona kuna ngoma kama vile Nataka Kulewa ilisumbua sana kwenye maeneo ya clubs, lakini hiyo Nitarejea ilikuwa ni the top. Tukija mwaka 2014 pamoja na mwaka 2015, 2014 tunakutana na ngoma inayofahamika kwa jina la Wapi. Hii ilichukua kijiti. Hapa ndipo ambapo Diamond alianza kuonyesha ufundi wa video za kimataifa. Lakini ilipofika mwaka 2015, dunia ilitikisika na Nana, ile ngoma ambayo Diamond Platnumz aliweza kumshirikisha Mr Flavor, na huu ulikuwa ni mwanzo wa Diamond Platnumz kuingia kwenye soko la Nigeria kwa kishindo. Lakini kuna ngoma pia ambazo zilifanya vizuri mwaka 2014 kama vile Mdogo Mdogo, lakini 2015 tulikutana na ngoma kama vile Nasema Nawe. Ni ngoma ambazo pia mpaka leo kwenye harusi lazima huaga hazikosekani. Lakini kwa mwaka huu tunazungumzia Wapi 2014 pamoja na Nana 2015 ndizo ambazo zilikuwa ni tunaweza tukasema ni national anthem kwa kipindi kama hicho. Tukija mwaka 2016, hapa ilikuwa ni zamu ya ngoma inayofahamika kwa jina la Kidogo, aliyowashirikisha P Square. Hii ngoma ilikuwa ni la vibe la kipekee kabisa. Na tukisogea mwaka 2017, Simba akatuletea Marry You akiwa amemshirikisha Neyo. Hapa ndipo ambapo tuliamini kwamba Diamond Platnumz ameshafika level za Marekani kabisa. Kuna ngoma pia ambazo zilifanya vizuri mwaka 2016 kama Salome, alafu 2017 kuna ngoma kama Hallelujah akiwa amemshirikisha Morgan Heritage. Tukija mwaka 2018 na 2019 tunakutana na ngoma kama hizi. 2018 Balali ilianza na Mwanza akiwa amemshirikisha Rayvanny. Hii ngoma ilifungiwa mpaka na Basata, lakini mitaani ilikuwa haiwezi kuzuilika. Na mwaka 2019 Diamond Platnumz alifanya kitu ambacho hakijawahi kusahaulika. Alikuja na Yope Remix akiwa na Inos B. Hii ngoma ilivunja rekodi ya YouTube ya Afrika kwa mwaka huo. Lakini kuna ngoma pia ambazo zilifanya vizuri mwaka huo. 2018 kuna African Beauty ilifanya poa sana, lakini 2019 kulikuwa na Inama akiwa amemshirikisha Fally Ipupa. Ni moja ngoma ambazo zilifanya poa sana, lakini kwa wakati huo tunazizungumzia hizo hapo, 2018 Mwanza, alafu 2019 Yope Remix. Tukija kwenye mwaka 2020 na 2021, Diamond pia aliendeleza bara lake kama kawaida, aliendelea kushikilia ile crown yake kama ambavyo alikuwa amezoea huko nyuma, ambapo mwaka 2020 haukuweza kumzuia Simba. Alitupa akiwa amemshirikisha fundi Koffi Olomide. Lakini hii ngoma ilikuwa ni challenge ya dunia nzima. Na mwaka 2021 akaja na vibe la mapiano kwenye ngoma iliyokuwa inafahamika kwa jina la Ayo. Kuna ngoma pia ambazo zilifanya vizuri sana mwaka 2020 kama Jeje, lakini 2021 kuna Naanzaje. Ila hizo ambazo nimekutajia mwanzoni pamoja na Ayo ni ngoma ambazo zilivunja record kabisa kwa Tanzania, lakini pia East Africa kwa ujumla. Tukija mwaka 2022 mpaka mwaka 2024 hapo katikati. Tukianza na 2022, Mwamba alikuja na Gidi. Of course ilikuwa ni vibe la Afrobeat likiendelea. 2023 Diamond akatufanyia kitu cha tofauti kabisa. Alikuja na Shum.
ngoma iliyopendwa sana na watoto mpaka wakubwa. Na mwaka 2024 Diamond Platnumz akaja na Koma Ça Va. Imekuwa ni wimbo wa taifa wa kila mtu aliyependa kudance. Na kumbuka hii ngoma pia ndio ilimfanya Diamond Platnumz akakutana kwenye remix pamoja na msanii mkubwa sana kule Marekani. Hapa tunamzungumzia Jason Derulo, wakafanya remix ya Koma Ça Va. Na 2022 pia kulikuwa na ngoma kama Zuena, 2023 kulikuwa kuna Yatapita, 2024 kulikuwa na Bet. Of course ni ngoma ambazo zilifanya vizuri, lakini ukizungumzia Gidi kwa mwaka 2022 ilikuwa ni vibe la mwaka. 2023 tunakutana na Shu, alafu 2024 tunakutana na Koma Ça Va. Sasa tuingie kwenye mwaka wa 2025 ambapo hapa ndipo Simba ameonyesha kuwa yeye bado ni mfalme. Ngoma ya Sasampa imekuwa balaa lingine kabisa. Hii ni ngoma iliyofanya vizuri kiasi kwamba imezifunika ngoma zote kubwa zilizotoka hivi karibuni ndani ya mwaka huo. Hata kama kulikuwa na ngoma kama vile Katam featuring Bien, kulikuwa na ngoma kama Babu na na ile ngoma ilikuwa inafahamika kwa jina la Msumali, lakini pia akaachia na ngoma ilikuwa inafahamika kwa jina la Nani, ambazo zilikuwa za moto sana. Lakini kusema kweli Sasampa ilikuwa na nguvu ya ajabu na ilikuwa ni the biggest hit ya mwaka huo. Of course, hiyo ndio listi ya ngoma ambazo zilifanya poa sana ndani ya miaka 13 ama safari ya miaka 13 ya Diamond Platnumz. I hope utakuwa umezipata vizuri kabisa, zimepangiliwa katika namna fulani hivi ambayo hata wewe mwenyewe ukifikiria unaona yes, hii kweli nilikuwa imepangwa kijanja sana. Lakini naamini wewe unaweza kuwa na maoni yako kwamba katika hiyo miaka na ngoma ambazo nimekupangia, unadhani mwaka upi ambao hatujautendea haki? Yani kuna wimbo ambao tumeutaja lakini haukudeserve kuwepo, na unadhani kwamba kuna ngoma nyingine ambayo deserve kuwepo? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata video nyingine kama hizi. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka wakati mwingine, bye bye.